pana uhusiano gani hapa katikati? Nini hasa kinasimama hapo katikati? Tukiwa tunazungumza utakatifu, maana yake ni nini? Utakatifu maana yake ni kutengwa kwa ajili ya kazi maalum au kazi fulani. Kutengwa kwa ajili ya kazi maalum. Tukizungumza utakatifu, tunazungumza kutengwa kwa ajili ya kazi maalum. Kutengwa maana yake ni nini? Kutengwa maana yake ni kutolewa mahala fulani kupelekwa mahala pengine. Kutenga maana yake unaenda katikati ya vitu, unachukua kitu kimoja, unaenda unakiweka tofauti na vile vitu vingine. Sawa? Anachukuliwa mtu, anatolewa katikati ya watu wengine, anaenda anawekwa sehemu nyingine. Tunasema mtu ametengwa. Bwana asifiwe. Tulikuwa tuko pamoja hapa, tuko 5, tuko 6, tuko wangapi? Mmoja wetu anatolewa, anawekwa pembeni. Yule mmoja ndio tunasema ametengwa. Kwa tukizungumza utakatifu hasa, tunazungumza kutolewa katika dunia na kuingizwa katika mbingu. Mmoja nisaidie kusoma Kolosai 1:13. Kolosai 1:13. Biblia inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, ndio, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kuokolewa kwa lugha rahisi hapa, angalia hapa pana maeneo mawili. Eneo la kwanza linatambulika kama nguvu za giza. Sawa? Alafu eneo la pili linatambulika kama ufalme wa mwana wa pendo lake. Sawa? Kwa kuna nguvu za giza upande A, kuna ufalme wa upande B. Katika nguvu za giza maana yake alituokoa kutoka katika ufalme wa Shetani, akatuhamishia katika ufalme wa Yesu Kristo. Sawa? Alitutoa katika utawala wa Shetani, akatuingiza katika utawala wa Mungu. Kwa ilikuwa ni zoezi la kutenganisha. Alikuja Yesu, akaja akatukuta tuko gizani, akatutoa pale, akatupeleka nuruni. Sawa? Ndio maana ninaelezea kwamba utakatifu ni kutengwa, ni kutolewa. Kwa tumetolewa gizani, tumepelekwa nuruni. Hiyo hasa ndiyo tafsiri ya utakatifu. Na wakati hilo zoezi linafanyika, hilo zoezi limefanyika katika ulimwengu wa roho. Sawa? Hilo zoezi limetendeka katika roho. Mwanzoni tulikuwa tunatembea, tunamilikiwa na Shetani katika roho. Alafu sasa tunamilikiwa na Yesu katika roho. Wakati Shetani anatumiliki zamani, tulikuwa na maelezeo ya kumilikiwa kwetu na Shetani kwa jinsi ya mwili. Tulikuwa tunamilikiwa katika roho, na ukitutazama kwa jinsi ya nje ulikuwa unaweza kujua kabisa huyu jamaa anamilikiwa na Shetani. Sawa? Asifiwe. Matendo yetu yalikuwa yanafanania Wagalatia 5:19. Zamani tukiwa kwenye ufalme wa nani? Wa Shetani. Matendo yetu yalikuwa yanasomeka, nisaidie kusoma pale. Kwa maana ya kwamba kuna vitu vinafanyika katika roho, lakini vina maelezeo yake katika mwili. Wagalatia 5:19 Biblia inasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: ndio uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo yanayofanana
na hayo. Kwa hiyo zamani, wakati tunamilikiwa na shetani, tukiwa kwenye ufalme wa giza, tulikuwa walevi sisi. Sawa? Tulipomilikiwa kwa jinsi ya roho, expression kwa jinsi ya nje, tukaanza kunywa pombe. Sawa? Tulipomilikiwa kwa jinsi ya roho, kwa jinsi ya nje sasa, tukaanza kuwa warafi. Tulipomilikiwa kwa jinsi ya roho, kwa jinsi ya nje sasa, tukawa na fitina. Huyu hana ushirika na huyu. Sawa? Huyu anamchukia huyu, huyu ampendi huyu, huyu ana ugomvi na huyu, fitina, faraka, uzushi. Sawa? Uasherati. Kama kuna vitu havijatajwa hapo, Biblia inasema na yanayofanana na hayo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Kwa iko namna ambayo tulivyomilikiwa na shetani zamani, ukaja udhihirisho wa nje. Tulikuwa tukimwona huyu tunasema huyu dada ni mali ya shetani. Wanaojua shetani na siye shetani. Lakini yule dada, yule kaka alikuwa anaona hayo ndio maisha yenyewe. Sawa? Alikuwa anaona huo ndio umaarufu wenyewe. Yaani kuishi vile, alikuwa anaona hayo ndio maisha yenyewe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa kwa sababu hiyo sasa akaja Yesu akatuokoa, akatutoa, akatuhamisha kwenye yale maisha, kwenye roho sasa, akatutoa kwa shetani, akatuingiza kwenye ufalme wake. Tumesoma Wakolosai 1:13. Waliohamishiwa kwenye ufalme wa Mungu sasa, Biblia inasema Wagalatia 5:22. Sawa? Waliohamishiwa kwenye ufalme wa nani? Wa nuru sasa. Wagalatia 5:22. Lakini tunda la Roho ni upendo, amani, furaha, utu wema, fadhili, uvumilivu, sawa, uaminifu, upole na kiasi. Sawa? Tulipohamishiwa nuruni sasa, nako kuna matendo yanayotendeka wapi? Nuruni. Kwa sasa angalia, tunapoanza kusema utakatifu sasa, hatuji tu kusema ni biashara ya kwanza tumetengwa, lakini tunataka tuone sasa maelezeo ya kutengwa kwetu. Sawa? Aishi tu kusema mimi nilihamishwa katika roho. Tunatarajia tuone matokeo katika mwili, kwa sababu tulipokuwa katika giza tulikuwa na matokeo katika mwili. Tulivyokuja katika nuru pia lazima tuwe na matokeo katika mwili. Kinachoelezea tuko wapi ni kile tunachokifanya mwilini, sio tunachokisema mdomoni. Tunachokifanya, tunachokiishi, yale maisha yetu hasa tunayoyaishi ndio yanatuelezea sisi tuko nuruni au tuko gizani. Kwa hatui nuruni kwa sababu sisi ni wa Pentekoste. Sawa? Hatui nuruni kwa sababu sisi ni wachungaji. Sasa watu wa Mungu, hatui nuruni kwa sababu tumetangaza mimi nimeokoka. Hapana. Tunakuwa nuruni kwa sababu tulipotangaza wokovu ule, kuna maelezeo ya jinsi ya nje ambayo yanaashiria watu wakitutazama wanasema huyu mtu yuko nuruni. Si sawa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa lugha rahisi kuko hivi. Kuna hatua ya kwanza ya kuingizwa katika ufalme wa nuru. Kuna hatua ya pili ya kuishi katika ufalme wa nuru. Unaweza ukaingizwa alafu ukatoka. Sio sawa? Wanafunzi wanafahamu. Naweza nikasajiliwa chuo fulani kwa kipindi cha miaka 4 ya chuo, lakini nikadisco mwaka wa kwanza. Sio kama sikusajiliwa. Nilisajiliwa, lakini nilipokosa vigezo nikadisco.
si kama watu hawajaokoka, watu wameokoka, lakini kuna watu mpaka sasa wanasema wameokoka, lakini hawako katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Wanakosa vigezo. Jina la Bwana libarikiwe. Na wanapokosa vigezo, sisi tutaona maelezeo ya nje kwamba huyu mtu anakosa kigezo, lakini hata jaribu kutuambia hivi vitu kanisani kwetu ni sawa, hivi vitu mchungaji wetu ameruhusu, hivi vitu kwenye dhehebu letu ni sawa, yeye sasa sawa. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ambacho hauhitaji kuchanganya utakatifu na HHS. Sawa? Hauhitaji kuchanganya utakatifu na upentekoste. Upentekoste ni upentekoste, utakatifu ni utakatifu. Hauhitaji kuchanganya utakatifu na uchungaji. Uchungaji ni uchungaji, utakatifu ni utakatifu. Bwana asifiwe. Utakatifu mwishoni tunakuja kusema baada ya kutengwa kwa ajili ya Kristo, kwa hiyo tunamuishia Kristo. Kunaweza nikamtumikia Mungu lakini nisiwe mtakatifu. Ninaweza nikawa ninaenda kanisani lakini nisiwe mtakatifu. Naweza nikawa baba askofu, naweza nikawa mama askofu, naweza nikawa mtume, naweza nikawa na nabii, lakini nisiwe mtakatifu. Amen. Amen. Kwa hatua ya kwanza nilitolewa gizani nikapelekwa nuruni, lakini sikuweza kudumu nuruni. Nilipoingizwa nuruni nikatoka. Kilichonipelekea kutoka inawezekana ni ubinadamu, kuona mbona hata mchungaji fulani anafanya, mbona hata askofu fulani anafanya, sawa, mbona mchungaji wetu amesema ni sawa, mbona mama mchungaji amesema ni sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Hauwezi kwenda kufanya kazi kampuni inaitwa Coca-Cola halafu ukawa unashika sheria za taasisi inaitwa Musti. Hauwezi kufanya hivyo. Lazima tutafukuzwa kazi kule Coca-Cola. Coca-Cola wana kanuni zao na taratibu zao, Musti nao wana kanuni zao na taratibu zao. Mbingu zina kanuni zake na taratibu zake. Madhehebu nayo yana taratibu zao na kanuni zao. Kwa tukianza kujiunganisha na taratibu na kanuni za madhehebu yetu, maana yake tunafarakana na kanuni za Mungu. Amen. Amina watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa kama ndivyo sasa tunasema utakatifu kama ni kutengwa kwa jinsi ya roho, kuna kuja kuelezewa kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo tunaanza sasa kuyatafiti maisha ya watu kwa jinsi ya mwili. Kazi ya rohoni hiyo ni kazi ya Mungu kutazama. Sisi wanadamu kazi yetu ni kutazama mwilini. Sawa? Kwa hiyo tunamwachia Mungu ya rohoni, sisi tunashughulika na ya mwilini. Amen. Bwana asifiwe. Kwa watu wanaposema Mungu anaangalia roho, wako sawa, ila sisi tunaangalia mwili. Wasijua katusahau sisi hapa. Sawa? Mungu anaangalia roho, ila sisi tunaangalia nini? Mwili. Kwa sababu sisi tukiona mwili tunaweza tukapredict roho. Amen. Hii iko vizuri eh? Yaani sisi tukikuona mwilini tunasema huyu jamaa rohoni hayuko sawa. Tukikuona mwilini. Sawa? Mungu anakuona rohoni kwanza, anasema huyu jamaa hata mwilini hatakuwa sawa. Hiyo ndo raha ya Mungu. Yaani Mungu anakuona kabla hujaharibika, anakuona kabisa huyu jamaa anaenda kufanya nini? Kuharibika. Ila sisi tunakuona ukishaharibika. Kwa sisi tukishaanza kuona mtu maelezeo yake ya nje yana ulevi, yana uasherati, yana faraka, yana fitina, yana uzushi, tunasema huyu jamaa sio mtakatifu. Bwana asifiwe.
Lakini wakati sisi tunasema sio mtakatifu, kuna mmoja anakaza pale pale kusema dini yetu imeruhusu. Ndio maana wanasema tukijifunza utakatifu tusichanganye utakatifu na dini yetu. Na kama tunataka kuchanganyana hapo, basi tukubaliane kwamba sisi tumetengwa kwa ajili ya dini yetu, hatujatengwa kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu, unajua leo sitafundisha sana. Naomba watu watatu wanisaidie kufundisha. Watu watatu wasimame. Nitakufundisha utakatifu na Roho Mtakatifu. Watu watatu. Bradi, simama katikati. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Utakatifu na Roho Mtakatifu. Nisomee Mwanzo 1:26. Msomaji nani? Wewe sasa usisome, wewe nishakuleta kufundisha. Mwanzo 1:26. Ndio. Biblia inasema, Mungu akasema, ndio, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, na wanyama wa angani, na wanyama na nchi yote. Akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Bwana asifiwe. Naangalia mimi peke yangu kwanza. Mnaweza kufanya assumption. Hebu mwashumu kama wale jamaa wapo saizi. Sinawezekana? Maana mnaniangalia mimi hapa, afu mnashumu kama wale jamaa hawapo. Sawa? Mungu akasema na tumfanye makunja kwa mfano wetu. Sawa? Mimi hapa. Tufanye mtu, aseme tufanye watu na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alipokuwa anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, tunapata nafasi ya kusema Mungu ni nani? Yohana 4:24. Sawa? Nataka nienda haraka. Kuna maandiko tutakuwa tusome hapa. Sawa? Yohana 4:24 anasema Mungu ni roho. Sawa? Mungu ni roho. Kwa hiyo kama Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, tunapata picha ya kwanza kusema Mungu ni roho. Kama Mungu ni roho, sasa huyu Mungu anayesema na tufanye mtu kwa mfano wetu, yeye roho, ana nafsi tatu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8. Anasema kisha wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo tayari unajua mfano wa Mungu ni nini? Mungu ni mtu mmoja ambaye ana nafsi tatu. Akisema kwa mfano wetu, maana yake tufanye mtu mmoja ambaye ana nafsi tatu. Sawa? Somo linaitwaje? Utakatifu na Roho Mtakatifu. Aya, Mungu ni mmoja, ana nafsi tatu: Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Nifungulie Wathesalonike wa kwanza 5:23. Kwa wakati anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, alikuwa anafikiri kufanya mtu mmoja ambaye naye ana nafsi tatu. Tuko kwenye mfano wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Ndio. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa. Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi roho zenu, nafsi zenu na miili yenu. Anasema na watu wengi. Tunataka tuseme na mtu mmoja sasa. Mungu wa amani mwenyewe akutakase kabisa wewe, roho yako, nafsi yako na mwili wako. Sawa? Kwa wakati Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, maana yake alikuwa anasema hivi, tufanye makunja. Makunja ni nani? Makunja ni roho. Sawa?
Bwana asifiwe. Amen. Makuncha ni roho, ana nafsi. Sawa? Anaishi katika mwili. Si sawa tu Mungu? Amen. Nimesema ashumu kama hawa watatu waoni niko peke yangu. Kwa mimi ninayezungumza, mimi ni roho. Nina nafsi, ninaishi katika mwili. Nikitokea hivi unaona mwili wangu. Roho yangu uioni, nafsi yangu ioni. Sawa? Lakini roho yangu siku ikitoka watu wanasema fulani amefanya nini? Ametutoka. Si ni kweli? Bwana asifiwe. Amen. Mimi sio mwili, mimi sio nafsi, mimi ni roho. Wewe sio mwili, wewe sio nafsi, wewe ni roho. Sawa? Kwa kama ndivyo sasa ninaweka hawa watu watatu, watu wa Mungu hapa kujielezea. Sawa? Kujifunua. Yaani nataka nichukue roho yangu niweke pembeni, nafsi yangu niweke pembeni, alafu mwili wangu uweke pembeni. Ndicho nilichokifanya hapa. Katika practical hii haipo hii. Kwa sababu siku kikitoka kimoja sipo tena. Sio sawa tu Mungu? Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa mimi ni roho. Nina nafsi. Ninaishi katika mwili. Sasa angalia Wagalatia 5:19 tumesoma. Anasema hivi, matendo ya mwili ni dhahiri. Sawa? Huu ni mwili wangu. Huyu sio Adamu peke yake. Huu ni mwili wangu mimi hapa. Sawa? Matendo ya mwili ni dhahiri. Lakini tunda la roho. Kwa hiyo angalia ninapokuwa natembea peke yangu, mwili wangu una vitu unataka. Na roho yangu na vitu inataka. Mimi peke yangu. Sawa? Yaani sio baina ya mimi na mtu fulani. Ni mimi tu. Ni mimi tu mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kichwa cha somo ni utakatifu na Roho Mtakatifu. Sawa? Kwa hiyo roho yangu hii hapa inasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, utu wema, uvumilivu. Hivi hii ndio inataka. Matendo ya mwili. Sawa? Vurugu. Hapa kutajwa vurugu pale. Pametajwa yanayofanana na hayo, sawa? Ndio maana nimesema vurugu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huu mwili nao una matakwa yake binafsi. Sasa hii nafsi yenyewe ni kiunganishi. Sawa? Hii roho inapokea vitu vya roho. Mwili unapokea vitu vya mwili. Sasa vinawasilianaje sasa hivi? Yaani ili tuje tulete ushirika hapa katikati, lazima paje kuwe na kiunganishi. Hii nafsi isikie kutoka huko, alafu pia isikie kutoka huko. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Usisahau kichwa cha somo. Amen. Utakatifu na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Sasa tunaanza. Tayari cha kwanza Wagalatia 5 ukianzia mstari wa 16 anasema hivi, basi nasema enendeni kwa Roho wala mtatimiza tamaa za mwili. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho inashindana na mwili, kwa sababu hizi mbili zimepingana, wala hamwezi kufanya mnayotaka. Wagalatia 5:16 na kuendelea. Sio sawa tu Mungu? Kwa hiyo shauku ya mwili inashindana na shauku ya Roho. Roho inashindana na mwili. Alafu katika kuokoka kwangu, katika kuokoka kwako, kilichookoka ni Roho. Tumesema hili zoezi la kuhamishwa linafanyika katika ulimwengu wa nini? Wa Roho. Ndio maana tunapokuombea sala ya toba ulikuwa mfupi, haugeuki kuwa mrefu. Jamani, nimewahi kutokea? Si watu wangekuwa wanaogopa kuokoka. Tena niende pale ili wakisema amen tayari nakuwa mfupi. Nilikuwa mrefu nakuwa mfupi. Nilikuwa mwembamba nakuwa mnene. Mimi sitaki hayo mambo. Anaombewa sala ya toba, anatoka vile vile kama alivyoombewa. Lakini katika ulimwengu wa Roho, hii Roho imetolewa gizani, imehamishiwa nuru. Sawa? Lakini wakati Roho inatolewa gizani, inahamishiwa nuruni, bado huu mwili
hauokokaji, hautaokoka mpaka siku ya kubadilishwa. Wakati wa mwisho, parapanda ya mwisho utakapopigwa. Paulo anatuandikia, anasema hivi, wakati wa parapanda ya mwisho, kufunga na kufumbua. Maana sharti uharibika uvae kuto kuharibika. Yaani huu mwili utakuwa transformed siku moja, siku ya unyakuo. Kabla ya unyakuo, baba askofu anaweza kazini, mama askofu anaweza kazini, baba mchungaji anaweza akasema uongo bado. Sawa? Kwa nini? Ni matendo ya mwili. Na baba askofu naye amevaa mwili, na mama askofu naye amevaa nini? Mwili. Sawa? Hauneni kwa lugha alafu unavua mwili. Umeelewa? Sababu kuna watu wanapoteza utakatifu kirahisi. Mimi kwa kuokoka huko kote naanzaje kuzini? Naanzaje kuzini? Yaani kunena kote kwa hivi tunavyoongea. Tumetoka kanisani pale tumeanza kunena saa 3. Sasa hivi saa 12. Masaa 9. Yaani alivyonena akazamia hiyo alikuwa mbinguni. Unaweza ukakaa mbinguni ukatoka ukaja ukazini hapa duniani. Ukisema unarudi tena sasa urudi kule mbinguni. Unarudi wapi? Kuzimu sasa. Unaelewa? Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwanza sasa najua hivi, kinachotaka roho na kinachotaka mwili ni vitu viwili tofauti. Vimepingana hivi, vimekinzana. Na kama vimekinzana, inatupa nafasi ya kusema lazima tujifunze tunawezaje tukawa takatifu. Baada ya kuwa roho imehamishwa, tunawezaje kuhakikisha ibaki huko ilikohamishiwa, isije ikarudi? Kwa sababu tusipokaa sawa itarudi gizani. Na sehemu kubwa ya watu waliokoka walisharudi gizani hivi tunavyozungumza leo. Sawa? Wanaenda kanisani, wanaimba kwaya, wanachunga makanisa, wanaomba, lakini walishamia tayari wapi? Gizani. Sawa? Unasifiwa? Unajua kama ukiamia gizani, unajua ambayo unayashika ni taratibu na kanuni za dhehebu leo. Unajua mimi niko wapi? Niko gizani. Hicho unachoshika kwenye Biblia hakimo. Hakijaandikwa kwenye Biblia. Ila unasema kanisani kwetu imeruhusiwa. Hii kanisani kwetu imezuiliwa. Yaani unavyoacha ni vilivyozuiliwa kanisani kwetu. Unavyofanya ni vilivyoruhusiwa kanisani kwetu. Unajua mimi siko nuruni tayari. Mimi niko kwenye kanisa letu. Siko wapi? Nuruni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nafundisha sasa utakatifu. Kwa sababu inakuja kesi ya kwanza, kesi namba 1 inakuja. Roho yangu inapokea vitu kutoka rohoni. Sikia. Kuna ajali itatokea. Leo tarehe 13. Jumatano kutakuwa na ajali itatokea. Sawa? Kwa ingia kwenye maombi ya kufunga na kusali ili usiwe ajali. Hizo taarifa inapokea roho yangu. Sawa? Kwa ghafla unaota ndoto. Unaona maono. Unasikia sauti ndani. Chanzo cha hiyo taarifa ni roho yangu. Roho yangu ikipokea taarifa inaiambia nafsi. Sasa umemwona nafsi? Nafsi huyu alipopata taarifa, roho huyu, nenda kamwambie mwili tuwe na maombi ya kufunga na kusali kwa siku 3 kavu, tusile wala tusile, kwa sababu pana ajali itatokea. Sawa? Kuna ajali itatokea. Kwa inabidi tufunge na kusali kuzuia ile ajali. Roho amesema nikuletee taarifa. Mwili unajibu. Nenda kamwambie roho tunakaribia kipindi cha mitihani. Sisi ni wanafunzi. Sasa hivi naambiwa wanajiandaa na mitihani.
Sawa? Kwa hiyo watafunga baada ya kumaliza nini? Mitihani. Nenda kamwambie mwili hivi, je, akipata ajali atafanyaje mtihani? Je, unaambiwa hivi, ukipata ajali utafanyaje mitihani? Sawa? Nenda kamwambie roho hivi, hiyo ajali haitatokea kwa jina la Yesu. Umeambiwa hivi, ajali haitatokea kwa jina la Yesu. Na ili isitokee kwa jina la Yesu unatakiwa ufunge, uzuie. Nenda kamwambie mwili. Ili umeambiwa ili isitokee inabidi ufunge ili uzuie. Naambia nenda kamwambie roho, nilifunga mwezi uliopita. Umeambiwa hivi, alifunga mwezi uliopita. Nenda kafunge, nenda kamwambie afunge tena ili awe salama. Umeambiwa ufunge tena ili uwe salama. Sasa mwili unaiuliza nafsi, kwani wewe nafsi unaonaje? Baada ya mizunguko iliyofanyika hapa, umeona kilichoendelea? Kwani wewe nafsi unaonaje? Hii nafsi, watu wa Mungu, inatengenezwa na vitu vitatu. Inatengenezwa na nia, utashi na matakwa. Kwa hiyo nafsi nayo ina nia ya kula. Mnasema amen. Bwana asifiwe. Amen. Yaani mizunguko yote hii nafsi nayo inatamani fanya nini? Ile. Kwa hiyo sasa wanaanza kujadiliana, wamemwacha roho. Kwani unaonaje? Mimi naona tungekula tu. Huu ni mjadala baina ya mwili na nafsi. Sasa kama ndivyo tumekubaliana, achana naye yule roho. Kwa hiyo wanakula. Nafsi anabaki hapo, wamekula. Walipokula, Jumatano ajali inatokea. Umeona? Wameacha kuzuia. Jumatano ajali inafanya nini? Inatokea. Ikitokea ajali, anayewajibika ni nani? Roho. Kwa sababu mimi sio mwili, mimi sio nafsi. Mimi ni nani? Ni roho. Kinachokubaliana baina ya hao wawili kikitendeka, hawa jamaa hawahusiki. Yaani hao wao wamepatana tu, sisi tupige. Si ametokea? Tupige. Wakimaliza kupiga, anayeandikiwa dhambi ni huyu. Huyu ndo mtu mwenyewe huyu. Sasa Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Narudi. Dhambi. Sawa? Sasa ile ya kufunga ile haijawa dhambi vizuri. Sawa? Hapa katikati. Tunaanzia tena. Sasa hivi zamu yetu inaanzia hapa. Sawa? Jamani, nani ana shilingi 10,000? Takurudishia. Sawa. Kwa ni pause. 17 sio. Tuanze hapo 6:17. Oh, 3. Wakorintho wa pili 3:17. Basi Bwana ndiye roho. Ndio. Walakini alikuwa Bwana kwa kwenye Mungu. Hapo sio. Haya, Wakorintho wa pili 6:17. Anasema. Sio yenyewe 19. 6. Wakorintho wa kwanza 6:19. 18:19. Bwana ilo moja naye. Sasa nataka tuunganishe maandiko mawili. Amesema basi Bwana ndiye roho. Walakini alipo roho Bwana hapo ndipo penye uhuru. Tunasoma pale. Basi Bwana ndiye roho. Ilikuwa ni Wakorintho wa pili 3:17. Basi Bwana ndiye roho. Walakini alipo roho Bwana hapo ndipo penye uhuru. Kwa hiyo Bwana ni nani? Ni roho. Sawa? Haya, Wakorintho wa kwanza 6:17 tumesoma. Anasema yeye aliyeungwa na Bwana amekuwa roho moja naye. Maana yake aliyeungwa na Roho Mtakatifu sasa. Sababu kule tumetoka kusema basi Bwana ndiye roho. Kwa hiyo sasa aliyeungwa na Roho Mtakatifu amekuwa roho moja na Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu anapokuja kwangu, anakuja anachukua roho yangu. Roho yangu inapotelea ndani ya Roho Mtakatifu. Ndio maana ile Wagalatia 5:22 ukisoma, lakini tunda la Roho sio roho ya mwanadamu ile. Ni roho ya Roho Mtakatifu. Inaanza hara kwa herufi kubwa.
Kwa nini nasema Roho Mtakatifu? Kwa sababu Roho Mtakatifu alipokuja ndani yangu, roho yangu imepotelea ndani ya Roho Mtakatifu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hii roho yangu ikishameswa ndani ya Roho Mtakatifu, maana yake nimeongeza uwezo wa kupokea kutoka rohoni. Sawa? Nimeongeza uwezo wa kusikia sauti ya nani? Ya Mungu. Hicho ni sawa, hicho sio sawa. Huko nenda, huko usiende. Hicho fanye, hicho usifanye. Huo uwezo unaongezeka Roho Mtakatifu anapoimeza roho yangu. Kama Roho Mtakatifu hajachukua roho yangu, mimi ni mwanadamu tu wa kawaida. Nitachanganya tu hivi vitu. Sawa? Bwana asifiwe. Amen. Sitapokea kutoka mbinguni, nitapokea kutoka kwa mchungaji wangu anayenichunga. Sitapokea kutoka mbinguni, nitapokea maelekezo ya vikao vilivyokaliwa vikaazimia. Umeelewa? Unapoona mtu anasema kanisa letu limeruhusu, maana yake ni nini? Hana uwezo wa kupokea kutoka rohoni, anapokea kutoka kanisani kwao. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mnanielewa ninachofundisha? Amen. Yesu asifiwe. Amen. Kwa tayari Roho Mtakatifu akichukua roho yangu, ndio maana nafundisha utakatifu na Roho Mtakatifu. Hapana namna, hapana uwezekano wa mtu kuwa mtakatifu bila Roho Mtakatifu. Hapana uwezekano. Kwa sababu akikosekana Roho Mtakatifu, watu wanakuwa wanadini tu. Ila ni wanadini wako Pentekoste. Sasa, amen. Bwana asifiwe. Wakati huo wa Pentekoste kuna watu fulani wanaona wanadini kule, lakini wao wenyewe ni wa Pentekoste, ni wanadini wako Pentekoste. Sasa watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa angalau sasa unaanza kuona, cha kwanza ili niwe mtakatifu lazima nafsi yangu iungane na roho yangu. Lakini roho yangu, wakati nafsi zinaungana, lazima roho yangu ina uwezo mkubwa wa kupokea kutoka kwenye kiti cha enzi. Inaweza nikawa natembea njiani, yani ghafla tu ninapata hisia kali, simama. Sawa? Ninapata hisia kali, simama. Na ninasimama kana kwamba hivi miguu imepata breki. Yani ninaposimama hivi sijasikia sauti. Ninasimama, ghafla nyoka anapita. Sasa Bwana asifiwe. Nataka kusafiri kesho niende Dar es Salaam. Alafu pana ajali kesho, na mimi napata ajali. Lile gari ambalo nitapata siti, Roho Mtakatifu kwa sababu anaona katika roho, ananichelewesha. Sawa? Naenda nimesahau simu. Nimesahau simu. Narudia simu. Ninaporudia simu ndio lile gari linaondoka Iunga. Sawa? Ile bajaji ndio inafanya nini? Inaondoka. Sababu ile bajaji inayopanda ndio ambayo ingepata nini? Ingepata ajali pale. Huo uwezo hilo yangu inaupata inapounganika na Roho Mtakatifu. Sawa? Yale mazingira ya kusema hivi, huyo dada utazini naye. Sawa? Huyo kaka utazini naye. Yaani unapata huo uwezo wa kujua kabla hajakutongoza. Watu wakikosa ule uwezo, ndio mtu anapewa ujauzito, alafu nikimkalisha kama baba mchungaji ananiambia bahati mbaya. Unaelewa tafsiri ya bahati mbaya? Yaani amepata ujauzito lakini ananiambia nini? Bahati mbaya. Ujauzito pia. Bahati mbaya. Kila siku nafundisha vijana wangu nasema, yaani ni kama nini? Yaani ulikuwa unapita barabarani alafu jamaa akasema anakurushia ujauzito, sio? Sio ni bahati mbaya, sio? Ndio inakuwa hivyo. Anahusishaga watu kwenda kujificha na kufungua vifungo vya nini? Vya makoti, mnajua? Panahusisha watu kutafuta sehemu ya kujificha. Bahati mbaya mnatafuta sehemu ya kujifichia ili mpate bahati mbaya. Watu wa Mungu. Bahati mbaya, yani jamaa anafunga safari aenda Tunduma kutafuta bahati mbaya. Vipi mtumishi? Nenda Tunduma mara moja utafuta bahati mbaya.
Anatoka kwa miguu, anaenda Ituta pale, anapanda gari, yaani anafika pale, anasubiri stendi, alijaje la kwenda Tunduma. Mtumishi unaenda kwa Tunduma mara moja. Kuna nini? Na kutafuta bahati mbaya mara moja. Si ndio hivyo? Anafika Tunduma, anaangalia kulia na kushoto. Usije wakaniona wanaenda kutafuta bahati mbaya sasa. Hakuna anayemfahamu. Anaingia guest. Anaenda kutafuta bahati mbaya. Naomba chumba ambacho kimejificha vizuri. Kwa nini mnataka kutafuta bahati mbaya? Sio tafsiri yake. Anaingia kule, anavua nguo zote, anatafuta bahati nini? Bahati mbaya. Sio bahati mbaya. Sawa. Shida ni nini? Akikosekana Roho Mtakatifu, uwezo wa kumsoma mtu na kujua huyu kaka atanitongoza kabla haja kutongoza. Huo uwezo unakosa ukikosa Roho Mtakatifu. Sawa? Huyu dada huku tunakoelekea mambo hatakwenda vizuri. Sawa? Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu akishaimeza roho ya huyu, tayari ile sensitivity inaongezeka. Uwezo wa kujua ninakoelekea nitatenda dhambi. Kabla hujatenda dhambi, unajua. Sawa? Hapa nilipokaa, nikiendelea kukaa hapa nitakwazika. Kabla hujakwazika, unaondoka. Sawa? Huyu rafiki nikienda naye, anakonipeleka sio sehemu salama. Unajua kabla hajakupeleka. Sensitivity imekuja kwa roho. Roho Mtakatifu amefanya nini? Amemesa roho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hapa tena sio biashara ya chechesi rafiki yangu. Hii ni biashara ya mtu na nani? Na Mungu. Wala useme, wewe baba akikuona. Umesikia wanasema? Baba akikuona. Sawa. Hii tena sio biashara ya baba. Hii ni biashara nani? Ya Mungu. Sawa? Watu wanaishi maisha sio ya kuhofu wachungaji wao. Ni maisha ya kumhofu nani? Mchungaji hayupo. Siku moja mzee mmoja wa kanisa zamani nikiwa mshirika. Akaniambia hivi. Naona nilikuwa nasoma diploma zamani. Vijana wanatembea tu wameshikana. Wanatoka mosti wanaenda paka hiyo. Huyu mmoja binti, mmoja wa kiume. Wanashikana hivi. Kwa hiyo mzee wa kanisa akawaona wale vijana. Alafu anaona na mimi nasoma mosti. Akasema, "Ole wako ni kuone siku moja tunakutenga." Nikasema, kwa taarifa yako mzee, siogopi kutenga. Sawa? Namuogopa Mungu pekee yake. Sawa? Kuna yale maisha ambayo unaanza kuwahofu wanadamu, hayatakusaidia. Sawa? Kwa sababu hawana hata kambingu kadogo kakupeleka hawana. Labda kama atakusaidia nauli uende Mlimba. Kule kuna sehemu panaitwa Mbingu, unajua? Kule Morogoro kuna sehemu panaitwa Mbingu. Labda kuchangia nauli upande treni uende kule. Ila alienda kuandaa Yesu. Hawana maaskofu, hawana wachungaji, hata wakikaa kikao wakasema tumeidhinisha hili halali, hawana pa kukupeleka, wasikudanganye. Bwana asifiwe. Wasikudanganye maaskofu kwamba baraza la maaskofu limeazimia. Hakuna cha maazimio kama ni